Radio Salusi. Ni wakati wa Kiswahili. Kazi yetu ni kukujuza, kukuelimisha na kukufurahisha kupitia habari za taifa, habari za majirani, habari za dunia na zile za kote ulimwenguni. Njoo jiunge nasi. Habari za wakati huu popote pale ulipo, karibu katika taarifa ya habari. Leo tutakuletea uchambuzi wa kina wa matukio muhimu yaliyo ndani na nje ya Rwanda. Acha tuanzie na muhtasari. Tunakuambia kwamba naibu mkuu wa polisi wa Rwanda anayehusika na utawala wa wafanyakazi DCG Jean Chantal Ujeneza ameikumbusha polisi kuwa muhimu wa polisi ya Rwanda yanahusika kushiriki katika kuimarisha ustawi wa wananchi wa maendeleo. Tunakuambia kwamba uongozi wa timu ya APR umeomba radhi mashabiki baada ya kutoka sare tasa dhidi ya Kiyovu Sport katika mchezo wa raundi ya 5 ya ligi kuu, huku ukionyesha kutoridhishwa na maamuzi ya mwamuzi walioongoza mchezo huu. Tukiendelea nchi ya Rwanda, tunakuambia habari isemayo kwamba Emir wa Katari Thamini bin Hamad Al Thani alikaribishwa na Trump katika ndege yake ya Air Force One wakati alikuwa safarini kuelekea Maransia, na ndege ikipitia katika kituo cha kijeshi cha Al Udeid kwa ajili ya kujaza mafuta. Habari nyingine ya nje, tunakuambia kwamba makamu ya rais wa zamani wa Marekani Kamala Harris ameambia BBC kwamba bado hajamaliza safari yake ya kisiasa, akidokeza kuwa anaweza kuwania tena urais. Hii ni muhtasari na kuja katika habari kwa urefu. Karibu tena katika habari kwa usahihi na pia kwa haraka. Ni habari unaweza kutufuatilia kupitia masafa yetu ndiyo 97.0 na 101.9. Mimi ni Jean-Claude Mkimana. Karibu tena. Acha tuanzie Rwandani. Naibu mkuu wa polisi wa Rwanda anayehusika na utawala wa wafanyakazi DCG Jean Chantal Ujeneza amekumbusha polisi ya Rwanda kuwa majukumu ya polisi ya Rwanda yanahusisha ushiriki katika kuimarisha ustawi wa wananchi na maendeleo. Ameanza hayo Jumamosi tarehe ya 25 Oktoba mwaka wa 2025 wakati polisi ya Rwanda ikiunga na vyombo vingine vya usalama, viongozi wa wananchi na sekta ya ndera katika wilaya ya Gasabo kwenye shughuli za mganda zilizo renga kupanda miti ya katika harakati za kupambana na mmonyoko na udongo wa kulinda mazingira. Habari nyingine inasema kwamba uongozi wa timu ya APR umeomba radhi mashabiki baada ya kutoka sare tasa dhidi ya Kiyovu Sport katika mchezo wa raundi ya 5 ya ligi kuu, huku ukionyesha kutoridhishwa na maamuzi ya waamuzi walioongoza mchezo huo. Mchezo huo ulifanyika katika uwanja wa Kigali Pele Jumamosi tarehe ya 25 Oktoba mwaka 2025 na kumalizika kwa timu zote kutoka sare ya bila kufunga, wakati APR FC ilipata kadi nyekundu dakika ya 81 iliyotolewa kwa Ronaldo Sekiganda aliyepata kadi ya pili ya njano. APR FC imeeleza kuwa muamuzi wa mchezo Patience alitoa maamuzi yasiyotoa haki kwa timu ya APR, ikiwemo kukataa kutoa penalti baada ya Dennis Omedi kufanyiwa madhambi ndani ya eneo ya hatari na kutumaonyesha Ronaldo Sekiganda haki nyekundu isiyostahili. Pia waliongeza kuwa kuliwepo na madhambi makubwa yaliyofanywa dhidi ya Ruboneka Jean Bosco, lakini yakapuuzwa na hata mpira wa adhabu ndogo uliostahili kutolewa wa APR ukageuzwa na kupewa timu ya Kiyovu. Kupitia taarifa iliyotolewa baada ya mchezo, uongozi wa APR FC uliwaomba mashabiki kuwa na uvumilivu na kuwataka mamlaka husika kuchukua hatua ili maamuzi yasiyofaa yasiendelee kujitokeza. Taarifa zilizopatikana na Igehezi naeleza kuwa APR FC tayari imeandika shirikisho na mpira miguu nchini ikiomba maelezo kuhusu sababu ya maamuzi kutoa maamuzi yasiyofaa katika mchezo huo wa APR. Kwa sasa timu ya wanajeshi ipo nafasi ya 4 ikiwa pointi 7 baada ya michezo mitatu na itarejea uwanjani kuvaa Ruchiro FC Jumamosi tarehe ya 1 Novemba mwaka 2025 katika mchezo wa raundi ya 6 ya ligi kuu.
Mnasikia kwamba tumeendelea kwa habari za nje ya Rwanda. Acha tuanzie tukiwaambia kwamba mwanamke wa kwanza chini Ufaransa Dabia aliyembaka na kumuua mtoto mwenye umri wa miaka 12 aitwaye Rola ahukumiwa kifungo cha maisha jela bila uwezekano na kuachiwa na kuwa mwanamke wa kwanza kupokea adhabu hiyo chini humo. Dabia mwenye umri wa miaka 25 ahukumiwa baada ya jopo la mahakama kufanya uamuzi wa kumpa adhabu kali zaidi na hivyo kuingia katika historia kama mwanamke wa kwanza nchini Ufaransa kupata hukumu kama hiyo. Wengine waliopata adhabu kama hiyo ni pamoja na muuaji sugu na mbakaji wa watoto Michel Funileti pamoja na mzimbabwaji Salah Abdeslam alihusika katika shambulio la Paris la mwaka wa 2015 lililoua watu takribani 130. Bara ya hukumu kutangazwa, mama mzazi Lola Delphine David alisema kuwa wanaamini katika haki ya kwamba wamepata haki hiyo kwa sababu aliyehusika na mauaji wa mtoto wao amedhibiwa vikali na kuwa mfano kwa wengine. Tukiendelea na habari ya nje ya Rwanda, tutuambie kwamba Emir wa Qatar Thamini bin Hamad Al Thani alikaribishwa na Trump katika ndege yake ya Air Force One wakati alikuwa safarini kuendelea Malaysia, na ndege ikipita katika kituo cha kijeshi cha Al Udeid kwa ajili kujaza mafuta. Trump aliondoka Washington DC kuelekea Malaysia, Japan na Korea Kusini. Katika safari hiyo ndege ilisimama Qatar katika kituo cha kijeshi cha Al Udeid ili kujaza mafuta. Emir wa Qatar alipojua kuwa Trump amefika kujaza mafuta alikimbilia kumtembelea Trump akimkaribisha ndani ya ndege ambapo waliketi wanazungumza. Al Udeid Air Base ni mojawapo ya vituo viwili vya kijeshi vilivyo kusini wa Doha. Habari nyingine ni kuwa Catherine Connery amechaguliwa kuwa rais na Jamhuri ya Ireland baada ya kumshinda uchaguzi wa asilimia. Catherine Connery amechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Ireland baada ya kumshinda uchaguzi kwa asilimia ya 61 ya kura. Ushindi wa Connery umetangazwa Jumamosi tarehe ya 25 Oktoba mwaka 2025. Mwanamke huyu anakuwa rais wa 10 wa Ireland akichukua nafasi ya Michael D. Hagin aliyemaliza mihula yake miwili inayoruhusiwa kisheria. Connery, mgombea huru aliyepata uungwaji mkono kutoka vyama vikuu, alimshinda hata wa chama cha Fine Gael ambaye tayari alikuwa amembari kushindwa kabla ya kutangazwa kwa matokeo ya awali. Katika hotuba yake ya ushindi, Connery mwenye umri wa miaka 98 alisema kwamba atakuwa rais wa kuunganisha wananchi wote, anaipigania amani, utawala wa nchi yao na anayetoa kipaumbele kwa mikakati ya kukubaliana na mabadiliano ya tabia nchi. Ni habari inayosema kwamba aliongeza kuwa malengo yake ni kuwa sauti ya wananchi katika ngazi zote. Connery alipata asilimia 93, idadi kubwa zaidi kuwahi na kupatikana na mgombea katika historia ya uchaguzi wa rais nchini Ireland. Ni habari semayo kwamba Humphreys alipata asilimia 29 huku Jim Gavin wa Afiana Fayiri aliyejiondoa katika mchakato kabla ya uchaguzi, lakini jina lake likabaki kwenye karatasi za kupigia kura akipata asilimia 7. Uongozi mpya utaanza rasmi tarehe 11 Novemba mwaka wa 2025 wakati Connery atahamishwa hadharani. Connery anafahamika kama mwanasiasa huru katika mitazamo yake, asiyetetereka na anayetoa kipaumbele kwa sera ya haki na usawa. Amekuwa mbunge za mbunge na Ireland tangu mwaka wa 2016 akiwakilisha Galway West ambako pia ndiko aliyotoka. Kabla ya kuingia katika siasa ya kitaifa, aliwahi kuwa diwani wa jiji ya Galway na kuiongoza baraza ya jiji mara mbili. Ana shahada ya sheria na alikuwa wakili kabla ya kujikita kikamilifu katika siasa. Tukiendelea katika BBC imeandika kwamba makamu wa rais wa zamani wa Marekani Kamala Harris ameiambia BBC kwamba bado hajamaliza safari yake ya kisiasa, akidokeza kuwa anaweza kuwania tena urais. Kauli yake inakuja wakati chama cha Democratic kikiendelea kutafuta majibu baada ya ushindi mkubwa wa Donald Trump wa chama cha Republican mwaka mmoja uliopita. Lawama nyingi zimeelekezwa kwa rais wa zamani Joe Biden kwa kutoziondoa mapema kabla ya uchaguzi.
Wapo pia wanaohoji kama Harris angeweza kuendesha kampeni bora zaidi na kutoa ujumbe ulio wazi kuhusu suala kuu liliwahusu Wamarekani uchumi. Katika wahojiano hayo na BBC, Harris alichukua uwezekano wa kugombea tena urais, akisema kwamba anawaamini wajukuu wake wadogo watoa rais mwanamke katika maisha yao bila shaka. Alipoulizwa kama huyo rais mwanamke anaweza kuwa yeye, Harris alijibu kwa maneno inawezeka, akidhibitisha kwamba anafikiria uwezekano wa kuwania tena wadhifa huo. Alisema bado hajafanya uamuzi rasmi, lakini akaweka wazi kwamba bado anaona ana nafasi ya kuendelea kwenye siasa. Bado sijamaliza, alisema Harris, maisha yangu yote yamekuwa utamishi kwa jamii na hiyo ipo ndani yangu. Alipoulizwa kuhusu tafiti ya maoni ya wapiga kura zinazomweka nyuma katika kinyang'anyiro cha kupata tiketi ya chama cha Demokrati hata nyuma ya mwigizaji ya Hollywood Dwayne The Rock Johnson, Harris alisema hajawahi kuamini kula za maoni. Katika Gaza, acha niwaambie kwamba Wizara ya Afya ya mkoa wa Gaza, Palestina, inasema kuwa tangu tarehe 11 Oktoba mwaka 2025, wakati mapumziko ya silaha yalipoanza kutekelezwa, wanajeshi wa Israeli tayari wamesababisha vifo vya watu 93. Wizara hii imesema Jumapili tarehe 15 Oktoba mwaka 2025 kuwa waliojeruhiwa tangu wakati huo ni wa Palestina kuzidi 300. Taarifa hii ilitolewa baada ya masaa 48 yaliyopita, ambapo wanajeshi wa Israeli waliofanya shambulio katika Gaza lilioua watu kuzidi 10 na wengine 7 kujeruhiwa. Shirika la Red Crescent Society limesema kuwa kati ya waliojeruhiwa wawili walipigwa risasi waliopoa ndani na gari katika eneo la Bani Suheila lililo mashariki mwa mkoa wa Khan Yunis kusini mwa Gaza. Wizara wa Afya imesema kuwa tangu Oktoba mwaka 2023 mashambulio ya wanajeshi wa Israeli yamesababisha vifo kuzidi 98,000. Ni wakati wengine kuzidi 170,000 walijeruhiwa. Israeli na Hamas wamekubaliana kutekeleza mapumziko ya silaha kwa ajili ya kubadilishana wafungwa na waliokamatwa kama ilivyopangwa, na mpango ulitekelezwa na Rais Donald Trump wa Marekani. Mipango huo unatarajiwa kuendelea hata baada ya kubadilishana wafungwa, huku mapumziko ya silaha yakibaki ikiwa mazungumzo yanayoleta amani ya kudumu katika mkoa wa Gaza na Israeli yanaendelea. Marekani inapanga kuwa wanajeshi wa Israeli wanaondoka kutoka Gaza, Hamas itavunjika na mkoa huo utalindwa na wanajeshi wa kimataifa, huku ukipatiwa serikali mpya isiyogemea upande wote wa kisiasa. Habari nyingine ni kuwa Umoja wa Ulaya umelaumu kampuni za teknolojia ya Meta inayomiliki Facebook na Instagram pamoja na TikTok kwa kushindwa kuzingatia sheria za data na taarifa mtandaoni, jambo ambalo linaweza kusababisha faini kubwa. Tume ya imeeleza kuwa kampuni hizi zimezuia wanasayansi na watafiti kupata taarifa zao, ingawa sheria za Ulaya zinawataka mitandao ya kijamii inayotumika na idadi kubwa ya watu kuwezesha upatikanaji wa data kwa madhumuni ya utafiti. Katika matukio ya awali, EU imeishutumu Meta kwa kushindwa kuweka hatua madhubuti na kudhibiti taarifa haramu zinazowezekana kwenye Facebook na Instagram, pamoja na kuadhiri haki za watumiaji kutokana na kuondolewa kwa baadhi yaliyowekwa na watumiaji bila kuwepo kwa njia rahisi ya kurejesha yaliyofutwa. Tukiendelea kwa habari zinazosema kuhusu Urusi na Ukraine, acha niwaambie kwamba Urusi na Ukraine wanaongeza matumizi ya teknolojia katika vita vinavyoendelea tangu Februari mwaka 2022 kwa lengo ya kupunguza vifo vya wanajeshi na kuharibu miundombinu ya kijeshi. Ukraine imeanza kutengeneza ndege ndogo za kivita zinazokaa mtu mmoja zenye silaha zinazopigwa kwa mbali bila mgongano wa watu. Ndege hizi za kiajiri ya kujitoa zina uwezo wa kusafiri umbali wa kilomita 2000. Ndege hizi zinaendeshwa na mtaalamu wa uhandisi wa ndege aitwaye Koronchi, ambaye sasa ameingizwa katika vikosi maalum vya Ukraine.
Moja ya ndege hizi ilitumwa Urusi kwa kushambulia kiwanja cha bomu cha Zehelski, nyingine ikashambulia kiwanja cha Sahalaniski kinachotengeneza vumbi la ardhini na vifaa vya mlipuko. Wakati wa Ukraine ilimarisha mashambulio kwa kutumia drone, Urusi pia ilianza kutuma ndege ndogo zenye mitutu ya mashine gani kuzikabili drone hizo. Baada ya Urusi kuonyesha ndege hizi kwenye televisheni, vikosi vya Ukraine vilipata nafasi zao na kulipua mbili kati ya hizo ndege. Taarifa hili ilitolewa na shirika la usalama la Ukraine tarehe 21 Oktoba mwaka 2025. Urusi umeboresha baadhi ya silaha zake zinazotumika kushughulika. Wanajeshi wa Ukraine wametengeneza bomu ya aina ya UMPB-5 na ndege zenye uwezo kufikia kilomita 200. Vikosi vya Urusi vimesambaza mamia ya bomu ndani ya Ukraine na imebainika kwamba ndege zinazozirusha ni salama kwa kuwa ziko mbali sana na wanajeshi wa Ukraine. Hata kwenye maji, Ukraine kutengeneza drone zinazoendesha kwenye maji. Inavyoonekana ni mashua ndogo zenye bunduki au mlipuko kwenye rakini zisizo na rubani. Habari nyingine ni kuwa moto wa basi uliowaua watu takribani 20 kusini mwa India ulizidishwa na mamia ya simu janja zilizokuwa ndani. Ripoti za eneo hizo zinasema zikinukuu maasifa wa uchunguzi wa kimatibabu. Mioto ya moto ilifunika basi hilo lililokuwa likielekeza Bangalore haraka baada ya kugongana na pikipiki iliyopasuka tanki lake la mafuta na kusababisha mlipuko mapema Ijumaa. Mashuhuda ya matukio hilo walisema abiria wapatao 40 wamejitahidi kutoa, huku wenyeji wakikimbilia kutoa manusura. Wataalamu wa uchunguzi wa kimatibabu sasa wameviambia vyombo vya habari vya ndani kwamba basi hilo lililokuwa limebeba shehena na simu kuzidi 200 za mkononi na kwamba betri za lithium zilizokuwamo huenda zilizidisha moto huo mara tu zilizopasuka. Wapenzi na wasikilizaji wa Radio Sarusi, hii ndio mwisho ya habari za leo. Ni habari mmekuwa mnaambiwa na Jean-Claude Mwikimana, na watakia siku njema. Radio Sarusi. Ni wakati wa Kiswahili. Kazi yetu ni kukujuza, kukuelimisha na kukufurahisha kupitia habari za taifa, habari za majirani, habari za dunia na zile za kote ulimwenguni. Njoo jiunge nasi